Na kweli kwamba kilimo kinaonekana ni kazi ngumu ambayo sio sahihi. Matumizi ya zana bora za kilimo ni njia muhimu ya kuwafanya vijana kushiriki katika shughuli za kilimo. Kilimo ndio ajira kubwa iko katika kilimo, na asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wetu wanatumia shughuli za kilimo. Vile vile, kabla ya kuanza mafunzo haya, tumeona kwamba mshauri elekezi wa kufanya ufuatiliaji wa kujua changamoto za vijana na mahitaji ya waajiri. Sasa ni kubaini aina ya elimu inayotakiwa kutolewa kwa vijana. Walifanya training need assessment, ambayo ndio kitu cha msingi kifanyika kama utafiti wa kujua mahitaji halisi yakoje na vijana wanaotoka chuoni, na kuhakikisha kwamba wanapata ufumbuzi. Lakini pia mradi huu ni juhudi za serikali za kuimarisha sekta ya kilimo kama muhimili mkuu wa uchumi. Nimesema 70% tunategemea kilimo kwa wananchi wetu katika taifa letu la Tanzania, na tunaenda kubadilisha hali halisi na kuwa na ubunifu zaidi, lakini ujuzi, lakini kuleta mtazamo chanya na fikra chanya, lakini pia kuweza kuondoa ile idleness na kushiriki katika uzalishaji. Ni wewe kijana ukiwa na nguvu katika hili. Pia mafunzo haya yanafungua ni matokeo ya ushirikiano kati ya VETA, Kihonda, RUAT na serikali ya mkoa. Kwa hiyo ni mradi wa miaka 2 kama alivyosema hapo mwanzo. Ulianza rasmi tarehe 3 Novemba, lakini pia lengo kuu ni kumtoa kijana kwenye kilimo cha jembe la mkono na kuwaleta hivyo. Sasa katika mradi huu ambao tunafanya pamoja na muunganiko wa VETA na AGRA, ni mradi wa kuwezesha upatikanaji wa zana za kilimo kwa wakulima kwa kutumia vijana, kwa kuwezesha vijana ili baadaye vijana wapatikane wa kuendesha zana za kilimo, kwa kukarabati zana za kilimo, lakini pia na kufanya miundombinu ya umwagiliaji na teknolojia nyingine za baada ya mavuno. Ni mradi ambao ni wa miaka 2 ambao uko chini ya programu ya YEFFA. Kwa hiyo sisi RUAT katika mradi huu tunashirikia mikoa 5: mkoa wa Ruvuma, Njombe, Iringa, Morogoro na Pwani. Na katika mradi huu wa miaka 2 tunatakiwa kuwafikia vijana 1440 ili kwa maana ya kuwawezesha kupata ufundi stadi katika nyanja hizo 3 ambazo nimezieleza, za zana za kilimo, mwagiliaji na teknolojia za baada ya mavuno. Kwa kifupi tu, katika mwaka wa kwanza tunatakiwa kuwafikia vijana 280 wa upande wa matumizi ya zana za kilimo, agromechanization. Na vijana tunaotakiwa kuwafikia kwa upande wa umwagiliaji vijana 230. Upande wa post harvest ambao tutaifanya kuanzia kota ya 2 ya mwaka huu, yani Aprili June, ni vijana 220 katika mikoa yote 5. Ninaamini nikishamaliza mafunzo haya nitaweza kubadilisha maisha yangu na maisha ya jamii inayonizunguka kwa ujumla, kwa sababu kilimo cha umwagiliaji kinatija zaidi kuliko kile kilimo cha kusubiria mvua. Kwa sababu kilimo cha umwagiliaji mkulima anaweza kuzalisha muda wowote, msimu wowote wa mwaka pasipo kusubiria mvua, hivyo kuwa na tija zaidi kibiashara na hata kwa mazao yale ya chakula. Naamini baada ya mafunzo haya nitatambua namna sahihi ya kutumia hizo zana na kuweza kufanya uzalishaji. Na elimu hii nitakayopata mahali hapa, maana sitaitumia peke yangu, nitakwenda pia kufundisha jamii inayonizunguka matumizi na namna sahihi ya kutumia hizo zana kwa lengo la kupata mazao yaliyo mengi na mazao ambayo yanatija zaidi.